Tumalizane na mzee wetu hapa kwa sababu leo ni siku ambayo alifariki dunia kwa kuuawa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Mzee wetu Abeid Amani Karume. Alafu unajua watu wengi wanajuaga ule uwanja wa Arusha ni jina la huyo mzee. Watu wengi wanajuaga uwanja wa Arusha Abeid Karume, lakini sio. Ule ni Karuta. Ule ni Karuta ambaye ni meya wa kwanza Mswahili ama mwenye rangi nyeusi katika nchi. Lakini jina ambalo limezoeleka? No, ni Karuta. Ndio anaitwa Amri Abeid Karuta. Sasa watu wanachanganya. Amri Abeid ndio inafanya watu waamini kwamba ni Karume. Ni Sheikh Amri Abeid Karuta. Na kwenye jina la muasisi wa taifa la Zanzibar hamna Amri. Hakuna jina la Amri. Ni Abeid Aman Karume. Unaona? Hakuna hiyo nini. Sasa tuangazie baadhi ya majarida na maandiko yalivyoandika kuhusiana na kifo chake na sababu za yeye kuuawa. Moja kati ya vitu ambavyo nadhani Wazanzibari watamkumbuka navyo, mkienda Zanzibar kuna eneo la Kilimani pale mnaziona zile nyumba zile ambazo mara nyingi sasa hivi wenyeji wanapangisha kwa wageni kama apartment. Mpango wa Karume ilikuwa ni kuijenga Zanzibar yote namna ile. Kuwe na majengo ya ghorofa tu Zanzibar, na yeye aliamini kwamba Zanzibar ilitakiwa kutawaliwa mpaka takriban kwa miaka 50 bila kuwa na katiba. Yani amri moja kwa moja inakuwa inatoka kwake. Sasa nianze kulinukuu jarida la Affairs la mwaka 1995 ambalo pia lilizungumzia kuhusiana na sababu zilizofanya mzee Karume akauawa, ambako sehemu ya jarida hili linasema kwamba mtu ambaye alihusika na mauaji ya Karume, Mohamed Hamud, baba yake Mohamed Hamud, yeye ndio chanzo cha jamaa kumuua Karume, kwa sababu baba yake alikuwa amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani, lakini aliachiwa mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya Januari 12, 1964, lakini mwaka huo akauawa. Kwa hiyo wanasema kwamba ni mauaji ambayo yalikuwa ni ya kisasi, kwamba jamaa Kapteni Hamud ambaye ndo alitekeleza mauaji ya kumuua Karume alifanya vile kwa sababu ya kisasi cha baba yake. Hata kitabu cha Mwalimu Kambarage Nyerere cha mwaka 1977 ambacho kimeandikwa na William Smith, katika ukurasa wa 156 anasema luteni kijana ambaye jina lake lilikuwa Humud Mohamed Humud alikuwa na kisasi kingine binafsi wakati anatekeleza hayo mauaji, kwamba baba yake alifungwa na serikali ya Karume, baadaye ikasemekana kwamba ameuawa. Lakini pia si hivyo tu, ni unaambiwa wakati anauawa mzee Karume zaidi ya watu 2000 waliwekwa ndani Zanzibar pale kwa haraka. Zaidi ya watu 2000 waliwekwa ndani ili kupata sasa ukweli pamoja na uchunguzi. Ukipita Kisiwandui pale kuna kaburi la mzee wetu, lakini pia unaweza ukaona ukapata picha za jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa uzuri zaidi kutoka kwa wana historia ambao wanasimulia vizuri. Lakini kikubwa ni aliuawa kwa bunduki, na mchezo wake wa mwisho kabisa kucheza ulikuwa ni draft pamoja na dhumna. Unajua dhumna? Kile cha kidole. Ile dhumna ile wazee wa pwani pia wanaipenda, lakini pia alikuwa mtaalamu wa kucheza draft. Karume atakumbukwa kwa rekodi kubwa ambayo ameiweka mbali na uongozi. Alifanya Zanzibar kuwa ndo sehemu ya kwanza Afrika na ikawazidi hata baadhi ya nchi kama Hispania kuwa na TV ya rangi. Yaani ukizungumzia sehemu ya kwanza kuonyesha matangazo ya moja kwa moja ya TV ambayo yana rangi ni Zanzibar, kupitia shirika la utangazaji la ZBC. Wenyewe ndo wa kwanza kabisa kuonyesha TV yenye rangi. Kwa hiyo tukasema leo basi tumzungumzie mzee wetu, lakini tusisahau pia amehusika sana na vilabu vyote viwili vya Simba na Yanga kupata viwanja na majengo yao. Jengo la Yanga amehusika nalo mzee wetu Karume, vivyo hivyo pia lilivyo pia katika jengo la Simba.
Morning Bantu.